Kwa majina naitwa Timothy Kiara. Mimi kwa profession ni mhandisi wa miundombinu ama civil engineer kwenye infrastructure development, lakini pia kwa wito ni mwalimu wa tunazita studies za maisha ama life skills. Kwenye huduma yetu tunaita Hekima Talk. Kesho tutakuwa na wanaume summit ama tunaita kikao cha wanaume hapa kwenye ukumbi wa BOT Mwanza, kwa sababu tunataka tukae pamoja, tukumbushane, tuweze kupeana maarifa mbalimbali na kutokana na uzoefu. Kwenye mila na desturi za Kiafrika, watu wenye tuseme elders, wazee ama watu wazima, walikuwa wanakaa na vijana na watoto, wanawakumbusha yale mambo muhimu ambayo wanatakiwa kuyazingatia ili waweze kufanikiwa katika maisha. Siku hizi tunakimbizana, tuko shuleni tunajifunza taaluma, tukitoka shuleni tunakimbilia kazini, toka kazini tunaingia kwenye ndoa, tunaingia kwenye maisha. Hatupati nafasi ya kukaa na elders, watu wazima ambao wamepitia changamoto mbalimbali za maisha na kufanikiwa, wakae na sisi waweze kutufundisha. Wasema ukimwona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi, then anakaa na wewe anakufundisha namna ya kukwepa mishale, kwamba pale kuna shimo, pale kuna shimo, hapa unafanikiwa, hapa utafeli. Kwa hiyo ni kujifunza tu, kwa kifupi ni kujifunza zile basics, kujifunza yale mambo muhimu ambayo unatakiwa kuzingatia ili kama mwanaume wa karne hii uweze kufanikiwa. Yapo mambo mengi wanaume tunafanya kwa mazoea ama kwa mwitikio wa kile tunachokipitia bila kujua, bila kujitathmini, na matokeo yake tunafeli. Mojawapo ni kuenda kwa hisia. Wanaume wengi tunafeli kwa sababu tuna respond kwa hisia badala kutumia akili. Mungu amemuumba mwanaume atumie akili zaidi kuliko hisia. Mwanamke ameumbwa atumie hisia zaidi kuliko akili, lakini mwanaume ameumbwa atumie akili zaidi kuliko hisia. Hisia zinakuja, hasira inakuja, majonzi yanakuja, furaha inakuja, uchungu unakuja, kukua excited kunakuja, lakini usifanye maamuzi kwa kutumia hisia, fanya maamuzi kwa kutumia akili. Sasa haya ni baadhi ya mambo mbalimbali tunaweza tukajifunza na kukumbushana. Kwa mfano, matumizi ya pesa, matumizi ya muda, matumizi ya taaluma, matumizi ya mahusiano mbalimbali katika jamii, jinsi ya kupanda ngazi ili uweze kufanikiwa na kuishi maisha yenye manufaa na mafanikio. Mara nyingi wanaume tunaangukia wanaita kwa kuwa ama tunafeli kwa sababu hatufundishiki. Ego ama yule mimi ni mwanaume, tunatamani kufanikiwa bila kufundishwa, wakati ni ukweli kwamba hakuna mtu anayefanikiwa peke yake. Wote tunafanikiwa kwa kushirikiana. Kwa hiyo ile nafsi isiyofundishika inafeli. Kwa wanaume wengi tunafeli kwa sababu hatutaki kufundishwa, hatutaki kufundishika. Tuna kile kiburi kwamba utaniambia nini, ego. Ingereza wanasema ego, Kiswahili sijui sasa sana maana yake nini, lakini ego ndio inayotufelisha. Kwa ningetamani wanaume wengi wajifunze kwamba kama mwanaume ukifanikiwa kutone down ego yako, ukafundishika, utakwepa mambo mengi magumu. Wanasema kwamba mara nyingi watu wanasema kwamba we learn by our mistake, kwamba tunajifunza kwa makosa yetu. Hapana, tunaweza kujifunza kwa makosa ya watu wengine. Pale nilipokosea mimi nikakufundisha, inakusaidia wewe usijifunze kwa makosa yako, bali ujifunze kwa makosa yangu ili uweze kupita kiurahisi na kwa muda mfupi zaidi kuliko ambavyo ilinikosti mimi. Sehemu kubwa ya changamoto tunayopitia katika jamii kwa mtoto wa kiume inatokana na malezi ambayo si sawa. Ni rahisi sana, kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema kwamba ni rahisi sana kumlea mwanaume akae kwenye nafasi yake kuliko kumchukua mwanaume ambaye ameharibika na kumrekebisha. Kwamba malezi yana sehemu kubwa sana. Hatuwezi tukamlea mtoto wa kiume kama mtoto wa kike. Mtoto wa kike analelewa kama mtoto wa kike. Wote wana haki sawa, lakini wana majukumu tofauti. Wote wana haki sawa, lakini wanawajibishwa tofauti kijamii kutokana na maumbile ambayo wamezaliwa nayo. Kwa hiyo tunaanza na wazazi kwamba unamleaje mtoto wako wa kiume? Unamlea kinyoronyoro ama unamlea kikakamavu kuhakikisha kwamba huyu atakuja kuwa msimamizi wa jamii, atakuja kuwa mlinzi wa jamii, atakuja kuwa provider, atakuja kusimamia maendeleo na ustawi wa hii jamii. Ukimlea kinyoronyoro, matokeo yake ni kwamba
Tunapofika sasa kwenye level ya utu uzima inakuwa ni ngumu, inakuwa ni changamoto kuja kumrudisha aweze kukaa katika ile sehemu yake, na wengi kwa bahati mbaya hawataweza kurudi. Ni wachache sana wataweza kurudi, wengi wataishia tu hivyo hivyo kama kizazi, mpaka tutakapoanza na kizazi ambacho kitalelewa mwanaume kama mwanaume na mwanamke kama mwanamke.